Watu wengi hufanya makosa haya ambayo ni hatarishi kwa afya kwenye mkojo au kwenye kinyesi au mavi. Ni kosa gani hilo? Ni kosa la baada ya kujisaidia hauangalii mkojo wako, hauangalii kinyesi chako. Sasa kuanzia leo, angalia kinyesi chako, angalia mkojo wako kila unapoenda chooni. Kwa nini? Kwa sababu mabadiliko yoyote ya mwili huanza na matokeo au mabadiliko kwenye kinyesi au kwenye mkojo. Kwa mfano, unaweza ukatoa mkojo ambao ni wa njano sana. Kwa kuwa mkojo ni wa njano, naweza kuambia pengine haunywi maji mengi, au una shida za ini, au una shida za kongosho, una kansa kule, una mawe kule, yanapelekea hali kama iweze kutokea. Damu labda zinavunjwa sana, ndio maana mkojo ni wa njano. Naweza ukawa na mapovu kwenye mkojo, ikakwambia pengine kuna shida ya figo, ambayo inapelekea protini ziweze kupotea. Unaweza ukaona kuna damu kwenye mkojo, ikakwambia pengine umepata injury kwenye njia ya mkojo, una uvimbe huko, una kichocho, una mawe kwenye mfumo wa mkojo na kadhalika. Kwa hiyo mabadiliko ya mkojo yanakuambia kuna kitu kinaendelea katika mwili, chukua hatua. Hivyo hivyo kwenye choo. Kwenye choo unaweza kuona choo kinatoka kama matope, ambayo si kawaida. Unaweza ukaona choo kinatoka cha njano sana au cheupe sana. Ukiona hivyo ujua kuna shida, hiyo sio choo ya kawaida. Unaweza kanuka kupita maelezo kama kina kamasi nyingi, na ukiona hivyo jitahidi ukafanye vipimo. Jitahidi ukaangalie mwili wako uko namna gani. Sasa utajuaje kuna shida mwilini? Tazama kinyesi chako, tazama mkojo wako, utakupa picha kamili sana ya kinachoendelea kwenye mwili wako. Anza hivyo leo na utakuja kuniambia ulichokigundua.